Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza ziara iliyopewa jina la Free Tundu Lissu na katiba mpya phase itakayoanzia katika ukanda wa kusini kuanzia Juni 18, 2026. Akizungumza Juni 15, 2026 mbele ya waandishi wa habari, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema Brenda Rupia amesema ziara hiyo zitaanza ukanda wa kusini. Nikinukuu, ameeleza kuwa tunapenda kuwatangazia Watanzania wote kwamba chama hiki kinaenda kwenye ziara ambayo itakuwa ni Free Tundu Lissu katiba mpya phase 2 ambayo tumeamua kuanzia kanda ya kusini kuanzia Juni 18, 2026 ambapo tutaanzia mkutano wa hadhara na Chingwea, kisha Masasi Juni 19 na Songea mjini ni Juni 20, 2026 ambapo tutafanya hitimisho. Rupia alieleza hiyo. Hii imekuja baada ya muda kupita kufuatia makamu mwenyekiti wa Chadema ambaye ni John Heche kutangaza kuwa kama endapo asipoachiwa Tundu Lissu mwenyekiti wa Chadema, basi chama kitaamua kufanya maandamano ili kuweza kueneza kampeni ambayo itasaidia kuweza kuitafuta haki ya kupata haki zaidi ya mwenyekiti wao Tundu Lissu ambaye mpaka sasa ana zaidi ya mwaka mmoja akiwa lumande. Hii ni Orange Media. Tafadhali subscribe, like, share na comment. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania, napenda niwakaribishe hapa makao makuu ya chama yaliyopo mjini Dar es Salaam Mikocheni, Edwin Mtei House. Ninawashukuru waandishi wa habari kwa kuja kutusikiliza hata kama tumetoa short notice kwenye bango letu, lakini mmefika kwa wakati, kwa hivyo nawashukuru sana. Ndugu wa Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo tunapenda kuwataarifu na tunapenda kuwatangazia Watanzania wote kwamba chama hiki kinaenda kwenye ziara ambayo itakuwa ni Free Tundu Lissu katiba mpya phase 2. Na phase 2 tumeamua tutaanzia kanda ya kusini. Tutaanza operation yetu tarehe 18 Juni, tutaanzia mkutano wa hadhara na Chingwea, lakini tarehe 19 Juni tutakuwa Masasi, alafu tarehe 20 Juni tutakuwa Songea mjini, ambapo ndo tutafanya hitimisho la mkutano wa hadhara kwa kanda ya kusini. Mara baada ya hapo tutaenda kanda ya Nyasa na tutaanzia mikutano yetu tarehe 21 Juni, tutaanzia Njombe mjini. Sambamba na Njombe mjini kutakuwa kuna timu nyingine ambayo itaelekea Makambako. Kwa hiyo ina maana kutakuwa kuna timu mbili, moja itakuwa inaelekea Njombe mjini na nyingine itakuwa inaelekea Makambako mjini, lakini kwa wakati mmoja. Tarehe 22 Juni tutakuwa Mbarali. Tarehe 23 Juni kutafanyika mkutano mkubwa wa hadhara Mbeya mjini. Tarehe 24 Juni tutafanya mkutano Tunduma, na hapo tutakuwa tumehitimisha kanda ya Nyasa. Mara baada ya hapo tutaelekea kanda ya Magharibi ambayo itakuwa ni tarehe 25 Juni tutakuwa Mpanda mjini. Alafu tarehe 26 Juni tutakuwa Tabora mjini. Sasa kwa nini tumeamua sasa chama kiende kwenye phase 2 ya operesheni katiba mpya Free Tundu Lissu? Tumeona kabisa kwamba bado sauti zetu hazijasikika, bado sauti zetu zinafinywa na vyombo vya dola, bado CCM ni kama wanajimilikisha vyombo vya dola na kufifisha sauti zetu. Ukiangalia bajeti ambayo imetangazwa hivi wiki iliyopita, unaona kabisa hakuna kipengele chochote ambacho kinazungumzia bajeti ya katiba mpya. Na sisi kama Chadema tunasema hilo sio sawa, kwa sababu mnakuwa mmewanyima Watanzania mapato, mmewanyima Watanzania namna ya kujitanua na namna ya kujikwamua kwenye umasikini. Sasa sisi kama Chadema tunasema hii operesheni tunaenda kuzungumza yote hayo hadharani. Najua kiu cha Watanzania ni kusikia yale ambayo Chadema yanakuja kusema, lakini pia kushirikisha Watanzania katika matatizo, maana haya matatizo ni ya kwetu wote. Yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba mpaka sasa tupo kwenye bajeti na serikali imejionyesha wazi kwamba hakina mpango wowote wa kuelekea kwenye katiba mpya kwa mwaka huu wa mwaka 2026 2027, wakati sisi Chadema tulisema ikifika 2028 itakuwa ni too late
kwa nchi kuanza mchakato wa katiba mpya. Hivyo tunaitaka hii serikali haramu itengeneze bajeti ya katiba mpya kwa haraka iwezekanavyo. Lakini mara baada ya kusema hivyo nilifanya press wiki 2 nafikiri zilizopita, na nikazungumza kuhusu jeshi la polisi ambalo lilichukua vifaa vya uenezi kutoka kwa ndugu Mbiela ambaye ndio muuzaji mkuu wa vifaa vya uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na walichukua tracksuit nyingi, walichukua combat nyingi, lakini walichukua scarf zetu na viremba vingi. Tunafahamu nia yenu ovu ya kutaka kutumia hizo uniform za Chadema na mkawavisha mnaowajua nyinyi kwa madhumuni ambayo mnayajua nyinyi, ili kuleta taswira kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndicho ambacho kinaenda kufanya vurugu siku ambayo mmeipanga nyinyi. Lakini sisi kama chama, ajenda yetu ni katiba mpya, free Tundu Lissu, na hatutasimama. Kama nilivyotangaza, hii operesheni ndugu wananchi, naomba iwe ndio story na agenda yetu ya chama. Phase 2 hatuna nia ovu na nchi hii. Hatuna nia ovu ya kufanya vurugu kwenye nchi hii. Hii nchi ni yetu sote, na lengo la kuitisha hii press conference, ingawa limekuwa ni fupi, lakini imekuwa lengo kuu ni kutangaza operesheni katiba mpya, operesheni free Tundu Lissu ambayo itaanza tarehe 18 Juni.